Ndani ya tarehe 20 mwezi wa 6 2026 Yamle Cup imeanza baina ya Pochinki kutokea kule Pemba na Mwembe Makumbi kutokea hapa Unguja. Leo tumeona mchuano baina ya Pochinki pamoja na Mwembe Makumbi na wamezindua rasmi Yamle Cup kupitia mchezo huu hapa katika kiwanja cha Mau Situn. Tukiwa na mgeni rasmi Mheshimiwa Paul Makonda, waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo kutoka Tanzania bara. Amewasili katika kiwanja hichi kuja kushuhudia mchuano baina ya Pochinki pamoja na Mwembe Makumbi na kuzindua rasmi mchuano huu wa Yamle Cup. Mashindano haya leo nimezindua awamu ya 8. Na kwa kwanza hapa yanashirikisha timu 36. Timu 12 kutoka Pemba na timu 24 kutoka Unguja. Si jambo la kawaida, ni jambo la kuigwa na kupongezwa, na ndio maana tunaipongeza kamati ya maandalizi, lakini tunampongeza waziri wetu wa michezo dadangu Riziki kwa namna ambavyo ameendeleza. Na ukiangalia vizuri utagundua wanaocheza na mashabiki ni rika la watu kuanzia miaka 30 na kitu kushuka chini. Nimeangalia wakati napita ukagua hapa, unaona kijana miaka 14, miaka 18. Tafasiri yake nyepesi ni kwamba iko future ya mpira wa Tanzania kwenda duniani. Kama mazingira haya yametengenezwa, Yamle inafanya kazi kubwa hii ya kuibua vipaji, na mimi nitashirikiana na waziri mwenzangu kuhakikisha kwamba kila yanapofanyika mashindano kama haya tunawaleta makocha wengine kuja kuangalia vipaji vinavyopatikana katika mashindano ya Yamle. Si tu kwamba waishie kupata tuzo, zawadi, lakini pia vijana waibuliwe, tuwapate wakina Faisal Toto wengine watakaotoka katika upande huu wa Zanzibar kwenda kucheza katika ligi mbalimbali na ikiwezekana kuwapeleka katika vilabu vikubwa duniani. Tumeona namna gani serikali yetu imeweka nguvu kubwa katika michezo. Ni wakati sasa wa vijana kuitumia fursa ya michezo. Duniani kuna michezo inayotambulika na yenye mashirikisho 2000. Huu ni mchezo wa mpira wa miguu tu. Ahadi yetu kwetu sisi moja tu, tutafanya kadiri ya uwezo wetu kutimiza maelekezo ya viongozi wetu na kubeba ndoto za watoto wa Kitanzania kuzipeleka duniani. Kijana Chawaka kutokea timu ya Pochinki ameonyesha hapa ubingwa dhidi ya Mwembe Makumbi. Ameingiza goli nyavuni kwa kuwapa ubingwa wa goli moja katika kipindi cha pili. Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu haikuwa rahisi kupata goli kama hili. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kupata goli na kuchukua ubingwa huu. Furahi sana kupata matokeo kwa siku ya leo. Naomba mashabiki wa Pochinki wasichoke. Hii ndio mwanzo tu wa furaha hii. Naomba Mwenyezi Mungu na mwaka huu tunachukua ubingwa wa Yamle Cup. Kwanza naahidi mashabiki wangu wa Pochinki City wasichoke, wachezaji wao, na tunaahidi kwa makubwa mbele ya na ubingwa huu tunaochukua. Na pia hapa nimepata kuongea na msemaji wa Mwembe Makumbi na ametoa neno kuhusiana na mchezaji wa leo. Tumepoteza mchezo, lakini huu ni mwanzo tu. Tunahakikishia mashabiki hii ni mwanzo tu. Tunakwenda kwenye Yamle sasa kwenye group stage. Tunahakikishia kwamba furaha itarudi pale pale. Tunakwenda kuitetea taji letu ambapo tulipata msimu wa 7 na huu msimu wa 8 tunakwenda kulichukua tena taji letu. Vijana naambiwa zidi kupambana. Mechi tu haikuwa riski yetu leo. Tumepoteza mchezo wa goli moja. Nadhani watu wameona ambacho tumekionyesha. Tumetengeneza nafasi nyingi lakini haikuwa bahati kwetu. Kwa hiyo naweza kusema kwamba huu ni mwanzo tu. Tumekubali kushindwa. Kwa hiyo tunaenda kujipanga na group stage pamoja na knockout pamoja na robo yake na nusu yake na finali kulichukua kombe kwa mara ya pili mfululizo. Mashabiki wetu sisi tunawapa pole, lakini pia tunaambia wasije na matokeo yao mkononi. Ndio ligi. Kuna matokeo matatu kufungwa, kushinda na kudraw. Ndio pamoja na sisi tukishinda pamoja na sisi na tukifungwa. Tunawapa pole na tuendelea kuwabeba kwenye mechi zijazo. Kwa upande wake naye afisa habari wa timu ya Pochinki ametia neno kutokana na mchuano huu baina ya timu yake ya Pochinki pamoja na Mwembe Makumbi. Msimu uliomalizika tulishinda ingao, msimu huu tumeshinda tena ngao. Kwa hiyo kimsingi tunataka msimu ujao tushinde, sasa tusirejeshe, tubaki nayo sisi kama ambavyo waandaaji wa mashindano walisema. Mchezo ulikuwa mzuri, tulidhamiria kufanya hivi, hatujafanya kwa bahati mbaya. Mwaka jana tulikutana nao hawa katika hatua ya nusu finali wakatutoa kwa mikwaju ya penalty, lakini mwaka huu tukasema tunakuja kuhakikisha kwanza tunalipa kisasi, lakini pia tunawafunga mbele ya mgeni rasmi Paul Makonda, tunawafunga mbele ya waziri wa michezo wa Zanzibar Riziki Pembe, tunawafunga mbele ya bosi wa Mjadi Salum Pondeza. Kwa hiyo kimsingi tumefanikiwa alichokitaka na kimekuwa. Tumepata kusikia neno nalo la mwenyekiti wa Yamle Cup DJ Flashi. Amesema leo mchezo vijana wameucheza vizuri na mchezo umeenda vizuri na waliodhamiria yametokea hapa kwa mazuri na watu wameondoka salama usalmini. Pia amewasihi vijana kwamba wasikate tamaa
kwani hapa ndo mwanzo Yamle Cup imeanza rasmi, na usikate tamaa timu ya Mwembe Makumbi kwa kufungwa leo hapa na Pochinki, waongoze juhudi. Pia na Pochinki amewapongeza kutokana na ubingwa huo alioupata kwa goli moja awamu ya pili. Mchezo kama mchezo vizuri. Nafikiri mashabiki wale wengi wameona, na aliyefungwa kafungwa, watu wote wameona. Kwa hiyo mechi ya ngao lazima patikane mshindi. Kwa mimi nitoe tupongezi kwa timu ya Mwembe Makumbi, ni mabingwa wa ligi mwaka jana na bado hawajaweza kuipata ngao ya mashindano haya ya PBZ Yamle Cup. Lakini vile vile shukrani za dhati kabisa na wapatia timu ya Pochinki City, wao waliwahi kushinda ubingwa wa mashindano, lakini ngao hii ni mara ya pili wanaichukua wao. Kwa hiyo sio kitu ambacho cha urahisi, hususan katika ukubwa wa mashindano kama haya ya PBZ Yamle Cup. Kwa hiyo msimu huu wa 8 historia inajengwa tena na wale Pochinki kutoka Pemba. Kwa hiyo ni washukuru, wamebeba ngao kwa haki kabisa, mpira umechezwa vizuri. Katika msimu wa 8 wa Yamle Cup leo tumeona amechukua ubingwa ni timu ya Pochinki zaidi ya Mwembe Makumbi. Mabingwa wale wa msimu wa 7 ambao ni Mwembe Makumbi leo wamewekwa chini na timu ya Pochinki kwa kufungwa goli moja kwenye kuzindua rasmi Yamle Cup katika viwanja hivi vya Mau Situn. Hizo ni ripoti za Mjawiri Online TV, nikiripoti kutoka katika viwanja hivi vya Mau Situn, ambapo leo tumeona mchuano baina ya Pochinki pamoja na Mwembe Makumbi, na nyuma ya kamera ni Fatma.